بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah na kumtakia rehma kiongozi wetu mtume wetu Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake. Ndugu washiriki, nawakaribisha kwa mara nyingine katika mwendelezo wa mafunzo yetu haya, ambapo tangu tulipoanza na tulipofikia ni kwenye sifa za kiongozi. Tuliona wataalamu mbalimbali, kina John Adair, kina Anthony Bell na kina Dr. Yasir Qadhi, namna walivyoeleza sifa za viongozi. Leo tutamalizia kutoka kwa Imam Al-Ghazali, mwanachuoni mashuhuri, mwanachuoni ambaye watu wengi ambao wanafuatilia masala ya dini wanamfahamu. Ndiye mwandishi wa kitabu maarufu cha Ihya Ulumuddin. Ni wanachuoni kubwa kabisa. Moja katika vitabu ambavyo vilevile ameandika ni hiki ambacho kinaitwa Nasihatan Lilmuluk, nasaha kwa wafalme, nasaha kwa viongozi. Na katika kitabu hicho amezungumzia juu ya sifa ambazo anatakiwa awe nazo kiongozi mwadilifu. Kiongozi mwadilifu anatakiwa awe na sifa kadha wa kadha. Napenda tu nikukumbushe kwamba um, huko nyuma pia tuliwahi kuzungumza juu ya sifa za kiongozi mwadilifu kutoka kwa maneno ya Hasan al-Basri, mwanachuoni tabi'i kubwa kabisa, ambaye yeye alitaja juu ya Imamun Adil, akimjibu akijibu au akimsaidia kufahamu khalifa wakati huo, khalifa mwadilifu Umar bin Abdul Aziz, ambaye alimuomba amweleze juu ya zipi sifa za Imamun Adil. Hasan al-Basri akamwandikia sifa kadhaa, takriban 15 au zaidi juu ya kiongozi mwadilifu. Ni kiongozi wa namna gani? Kwa hivyo huu ni mwendelezo katika kuzifahamu hizi sifa za kiongozi mwadilifu kutoka kwa wanazuoni mbalimbali. Hatuwezi kusema kwamba hizi ndizo za Imam Al-Ghazali ndizo pekee, na sio zile za Hasan al-Basri, au za Hasan al-Basri ndizo pekee, sio hizi za Imam Al-Ghazali. Katika utafiti huwa unakutana um, na wanazuoni mbalimbali na maoni yao mbalimbali, na wanafunzi huwa anakusanya katika maoni hayo na kuweza kuona mfanano na tofauti na kujifunza kutoka kwa kila mmoja kutoka katika hao wanazuoni. Kwa hivyo mtu asije akaona kama labda eh, eh, inakufanya uchanganyikiwe. Hapana, ni kufahamu tu kwamba wanazuoni wana kauli tofauti juu ya sifa za kiongozi mwadilifu, na ukizitazama hizo sifa wanazozieleza, kwa kweli zote zina faida kubwa sana kwetu katika jukumu hili au katika kufahamu uongozi au sifa za kiongozi. Zote zina nafasi yake. Um, Imam Al-Ghazali yeye amebainisha sifa 10 katika hiki kitabu chake Nasihatul Muluk, ambacho kimefasiriwa kwa Kiingereza kinaitwa A Counsel to Kings. Counsel to Kings. Sifa ya kwanza anayozungumza wanachuoni huyu, anasema kiongozi mwadilifu anatakiwa ajue umuhimu wa uongozi au wa mamlaka, ajue umuhimu wa mamlaka
na ajue hatari ya mamlaka ambayo amepewa, ajue umuhimu wa kuwa kiongozi, kwamba watu hawawezi uh, 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 mambo yao kupangika na kuweza kupata maendeleo au kuweza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine bila ya kuwepo kiongozi. Kwa hivyo ajue umuhimu wa kiongozi. Uongozi ni kitu muhimu, au mamlaka ni kitu muhimu eh, ambayo amepewa. Mamlaka ni kitu muhimu katika jamii, lazima kuweko na mtu ambaye amepewa mamlaka, lakini ajue vile vile hatari ya mamlaka, ajue hatari ya kuwa na haya mamlaka. Iwapo mamlaka hayo hatoyatumia vizuri, kuna hatari kubwa sana kwamba inaweza ikampelekea kughadhibikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inaweza kumpelekea kuja kuingia katika moto. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa hivyo wanasema kiongozi mwadilifu ni yule ambaye anajua umuhimu wa mamlaka aliyopewa. Mamlaka aliyopewa anatambua umuhimu wake, na vile vile anatambua hatari za mamlaka hayo, hatari za hayo mamlaka aliyopewa. Umefahamu? Kwa hivyo ufahamu ya kwamba mamlaka yana umuhimu, mamlaka yana utamu wake, lakini ufahamu vile vile, au yanafahamu vile vile mamlaka yana hatari kubwa sana, yana hatari kubwa sana kwa dini yake, kwa dunia yake, kwa akhira yake. Kwa hii ni sifa ya kwanza anayoibainisha mwanachuoni huyu Al-Ghazali. Sifa ya pili anasema ya kwamba kiongozi mwadilifu anatakiwa afanye juhudi za maksudi. Okay? Fanya juhudi za maksudi kuweza kukutana na maulama kwa ajili ya kupata ushauri. Awe anakutana na maulama, kutana na wanawazuoni, okay, wataalamu, na kutafuta ushauri kutoka kwao. Okay? Lakini vile vile achukue tahadhari, ajue ya kwamba hawa maulama, kuna maulama ambao ni wacha Mungu, wanamwogopa Mwenyezi Mungu na hawaogopi lawama za mtu yoyote, lakini kuna maulama wengine ambao wana tamaa za kidunia. Okay? Na wanapenda kuwasifu viongozi au kuwapa nasaha viongozi, nasaha ambazo zitawafurahisha wale viongozi ili waweze kupata kitu kutoka kwa huyo kiongozi. Kwa hivyo anatubainishia kwamba kiongozi mwadilifu ni muhimu sana atafute ushauri wa maulamaa wanaomwogopa Mwenyezi Mungu, yani devout ulama, maulamaa wanaomcha Mwenyezi Mungu na ambao hawaogopi kusema lilokuwa la sawa, kusema lilokuwa la kweli. Okay? Na atahadhari na kukutana na maulama ambao wana malengo ya kidunia, wana maslahi ya kidunia, ambao badala ya kumpa ukweli na kumnasihi na kumpa ushauri wa kisawasawa, watabaki kuwa ni wenye kumsifu na kumweleza yanayompendeza, okay, ili waweze kumlainisha na kuweza kupata chochote kutoka kwa kiongozi huyu. Kwa hiyo ni sifa ya pili ambayo mwanachuoni huyu Mungu amrahamu anatubainishia. Sifa ya tatu anasema ni kwamba kiongozi mwadilifu anatakiwa ajenge nidhamu kwa wafuasi wake, kwa jeshi lake, kwa watumishi wake, kwa maofisa wake. Okay? Atengeneze nidhamu, lazima kuwe kuna miiko, lazima kuwe kuna maadili ambayo yanapaswa yazingatiwe na jeshi lake na wafanyakazi wake na maofisa wake, na katu asivumilie matendo ya kidhalimu yanayofanywa na waliokuwa chini yake. Katu, tumia neno never kabisa, abadan, asivumilie, okay, matendo yasiyokuwa ya uadilifu kutoka kwao. Okay? Okay? Kwa sababu yeye hatoulizwa kwa yale anayoyafanya yeye tu, bali kiongozi ataulizwa mpaka juu ya yale walioyafanya wale
wale aliowapa mamlaka chini yake. Unafahamu? Imam Al-Ghazali anazungumza kitu muhimu sana hiki. Wewe unachagua wasaidizi, unachagua wasaidizi, unachagua wasaidizi, unachagua wasaidizi. Haitoshi kuwachagua ukasema ya kwamba wanaoyafanya ni juu yao, watawajibika wao, na ukaona umeshamaliza kazi. Asema ni kwamba lazima hawa uwatengenezee nidhamu, ni lazima uwajenge kinidhamu. Okay, na uhakikishe ya kwamba wana wanatekeleza majukumu yao kwa kufuata nidhamu ambayo umeijenga juu ya msingi wa uadilifu na haki, na yeyote yule ambaye hatosimamia majukumu hayo uliompa kwa haki na kwa uadilifu, basi hakuna kuvumiliwa, hakuna kuoneana haya, hakuna kumwonea muhali mteule wako au afisa wako au mwanajeshi wako ambaye amefanya mambo ambayo ni ya dhulma, yasiyokuwa ya sawasawa. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi, wewe kama kiongozi utambue ya kwamba hutaulizwa tu juu ya yale unayoyafanya, bali utaulizwa pia juu ya yale ambayo wameyafanya wale ambao wewe ndio ulikuwa umewateua. Hapa nakumbuka visa viwili katika ukhalifa wa Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattabi, kisa cha kwanza, Umar ibn al-Khattabi alipowateua magavana wake, siku moja aliwauliza baadhi ya hawa wateuzi wake, maana nimekuchagua wewe utakuwa gavana kule Bahrain, wewe utakuwa kule Yaman. Okay. Akawauliza wale, je, mnadhani nimeshatekeleza wajibu wangu? Uliza hawa magavana swali hili, jamani, nimewateua nyinyi kuwa magavana katika maeneo haya, mnavyoona nyinyi nimeshatekeleza wajibu wangu? Wale wateuliwa wakasema naam, bala ya amira almuminin, kwa hakika umetekeleza jukumu lako, umeteua watu wa kwenda kuwakilisha, kuongoza katika maeneo haya, umetekeleza wajibu wako. Okay. Akasema bala, akasema hapana, bado sijatekeleza jukumu langu kwa asilimia 100. Okay. Na akawaambia ya kwamba baada ya nyinyi kuwateua, jukumu langu ni kuhakikisha ya kwamba nyinyi mnakwenda kufanya mambo ya sawa sawa huko tunakowapeleka. Kwa hivyo jukumu sio tu la kiongozi linaishia kwenye kuteua, bali kufuatilia, kufuatilia utendaji, okay, na maadili ya huyu unayomteua kule ulipompeleka au pale ulipomweka. Kwa hiki ni kisa cha kwanza. Hiki ni kisa cha pili ambacho kinaonyesha seriousness katika kuwachukulia hatua waliokuwa chini yake. Ni kile kisa cha Umar ibn al-Khattab na gavana wake wa Misri, Amr ibn al-As, sahaba mzuri kabisa huyu, Amr ibn al-As, okay, ambaye alikuwa ni gavana katika jimbo la Misri. Sasa yalikuja mashtaka, mmoja katika watu wa Misri alisafiri kutoka Masr, okay, kuja mpaka mji wa Madina, kuja kuleta mashtaka yake, okay, kuleta mashtaka yake. Na akauliza khalifa yuko wapi, akapelekwa mpaka khalifa, alafu akaenda akatoa mashtaka yake ya kwamba yeye amepigwa na mtoto wa gavana, amepigwa na mtoto wa gavana ambaye ni nani? Ni Amr ibn al-As, mtoto wa Amr ibn al-As amempiga. Okay. Basi Umar bin Khattab akamwambia huyu bwana, wewe baki hapa, tumepokea mashtaka yako, lakini lazima tusikize pande mbili, Kwa hivyo akatoa maagizo, huyu mtoto wa Amr ibn al-As na gavana mwenyewe Amr ibn al-As waje mara moja katika mji wa Madina. Akapeleka ujumbe. Amr ibn al-As hakuelezwa chochote katika barua ile zaidi ya kwamba tu anaitwa na Umar.
bin al-Khattab, khalifa Amir al-Mu'minin, anamuita yeye na mtoto wake. Amr bin al-As akashtuka, si kawaida, mbona ananiita mimi na mtoto wangu? Akamwita mtoto wake akamwambia, umefanya nini wewe? Kuna kitu chochote ambacho umekifanya ambacho mimi sijui? Nimepokea ujumbe hapa, naitwa mimi na wewe. Akamwambia hapana. Akamdanganya ni baba yake, akamficha. Hapana, sijafanya chochote baba na nini. Basi wakafunga safari kwenda mpaka Madina. Kule fika kule Madina, akaitwa yule Masri eh, mbele ya Amr ibn al-As na mtoto wake na khalifa na waumini wengine wamekaa pale. Akaambia, hebu nieleze kile ambacho umekuja kushtaki hapa. Akasema, bwana, sisi tulikuwa na mashindano ya farasi, kwa mashindano ya farasi, farasi wangu akamshinda farasi wa mtoto wa gavana. Okay, akamshinda. Huyu bwana akakasirika, akanipiga kwa kuwa nimemshinda farasi wangu, amemshinda. Unaona bana. Akamuuliza yule mtoto, bwana, haya ndiyo yaliyotokea, umefanya hivi? Akasema, nilifanya hivyo. Akakubali, akakiri lile kosa lake kwamba kweli alifanya hivyo. Okay, basi akaamrisha pale khalifa kwamba haya, lipiza kisasi, lipiza vile alichokufanya huyu bwana. Bwana sasa amekupiga, haya, na wewe chukua sasa fursa hii na wewe mpige, mbona kama alivyokupiga wewe. Okay, basi yule bwana akampiga yule mtoto wa gavana. Eh, Sasa haikuishia hapo. Baada ya kuwa amempiga yule mtoto wa gavana eh, eh, kisha Omar akamuuliza, umeshatosheka bwana, umeshatosheka kulipiza kisasi chako? Akaambia, nimeshatosheka, alhamdulillah, shatosheka ya Amir al-Mu'minin. Kama sasa mpige na huyu babake pia, na huyu babake pia umpige, kwa sababu huyu mtoto asingefanya hiki alichokifanya kama sio kuona ya kwamba babake ni gavana. Kwa hiyo na babake pia mpige. Lakini huyo Mqibti akasema, hapana bwana, ya Amir al-Mu'minin, mimi ambaye alinidhuru ni huyu na sio babake, kwa hivyo siwezi kumgusa babake, siwezi kumpiga babake. Kwa hivyo hakufanya hivyo. Kisha Umar ibn al-Khattab akazungumza maneno mazito yanayokumbukwa katika tarehe. Akamwambia Amr ibn al-As ya kwamba imekuwaje, na inawezekana vipi kuwafanya watu huru kuwa ni kama watumwa? Mata staabadta nnas, inakuwaje unataka kuwafanya watu kuwa kama ni watumwa wako? Okay, wakad waladtu ummahatuhum ahraran, hali ya kuwa hawa watu wamezaliwa na wazazi wao huru. Mnawatawala watu eh, unataka kutawala watu kama vile watumwa wenu. Ama inakuwaje? Haya ni maneno ya dhahabu ambayo tarehe yetu imetukusanyia kutoka kwa Amir al-Mu'minin. Vipi wewe gavana, nimekuchagua kama gavana, eh, unatawala unaowatawala unawaona kama watumwa wako, mtoto wako anaweza kumpiga anayemtaka. Okay? Na wewe huna habari, hujui chochote na kadhalika. Kwa hivyo akachukua hatua. Kwa hiyo tunachokieleza hapa katika nukta hii ya tatu ni kwamba ni lazima ujenge nidhamu, ni lazima uwasimamie wale waliowateua, kuhakikisha ya kwamba wanatenda haki, na yeyote anayetenda dhulma, anayezungumza maneno ya ovyo kwa raia, anachukuliwa hatua. Okay? Kwa bahati mbaya tunashuhudia sisi katika maeneo yetu, unakuta mteule wa rais, mteule wa nani, wa kiongozi katika shirika kwa ukaribu wake na kiongozi fulani anaweza kuwa anafanya mambo yasiyopendeza kabisa, au akasema maneno yasiyopendeza kabisa kwa watu lakini unakuta yule mteule au yule kiongozi badala ya kuchukua hatua juu ya utovu wa nidhamu wa afisa wake au wa mteule wake, unakuta mambo yanakwenda tu hivyo kimya kimya tu, kimya kimya tu namna hii. Mtu anatukana watu, mtu anafedhehesha watu, okay? Lakini au anadhulumu watu au anapiga watu, okay? Anawafunga watu, anawatia watu magerezani, eh?
bila ya kufuata utaratibu wa kisheria, kwa sababu tu ana mamlaka ya kumweka mtu ndani masaa 24, anaweza kumweka ndani mtu basi kwa mamlaka hayo anamchukua tu mtu yoyote ambaye hampendi au amemkatalia jambo lake au amemweleza ukweli ambao hakuupenda, anamtia ndani kwa sababu ana mamlaka ya kumtia mtu yoyote ndani masaa 24. Anaamua kutumia mamlaka hayo. Habari zinakufikia wewe kiongozi, mteule wako anatia watu ndani masaa 24 na nini, nawe uchukui chochote, hatua yoyote, achukue hatua yoyote. Sasa tujue sisi kama viongozi wanaoyatenda tunaowateua, okay, katika maeneo mbalimbali, sisi tutaulizwa pia juu ya yale wanayoyatenda. Haitoshi kumteua mtu, bali inatakiwa ufuatilie na uhakikishe yule uliyemteua, okay, anafanya kazi yake kwa haki na kwa uadilifu na sio kinyume chake. Kwa hiyo hiyo ni nukta ya tatu. Nukta ya nne, um, sifa ya imam ya kiongozi mwadilifu ni asitawaliwe na majisifu, majivuno au kibri, na asitawale kwa hasira. Asiwe ni mtu mwenye kibri na asiwe ni mtu mwenye hasira. Hizi ni sifa mbili mbaya kabisa ambazo hata mtu wa kawaida anatakiwa ajiepushe nazo. Kibri ni kitu kibaya sana, na kibri ni mtu kukataa ukweli ambao mtu ameambiwa na kuona wengine wote hawana maana, kama alivyofasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana kibri ni kuikataa haki, wa khamti nasi, umeona, na kuwaona watu si lolote, sio hao wote waliokuwa chini yako na raia na wao wote sio muhimu kama wewe ulivyo muhimu. Umeona? Sasa hiyo ni kibri. Umeona? Sasa anasema kiongozi mwadilifu asitawaliwe na kibri. Umeona? Ile hali ya hata ukweli uliowekwa wazi kabisa, white kabisa, kitu white kabisa kinaonekana kabisa, okay? Akaamua yeye kuto kuwafikiana na ukweli na haki ambayo iko wazi kabisa, na vile vile asitawaliwe na tabia ya kuwaona wengine ni duni isipokuwa yeye. Yani yeye ndo mwenye fikra bora zaidi kuliko mtu mwingine, yeye ndio anapatia siku zote, hafanyi makosa. Yeye ndiye msafi, wengine wote sio wasafi. Yani asitawaliwe na sifa ya kuwaona watu wengine kuwa ni duni. Umeona, kuona ni duni. Hii ni sifa mbaya kabisa. Na asitawaliwe vile vile na sifa ya hasira. Asiwe ni mtu mwenye mahasira. Umeona, asiwe ni mtu ambaye anafanya maamuzi katika hali ya hasira. Umefahamu, eh? Kwa hivyo hasira, kama wanavyotuambia Waswahili, ni hasara. Maana kwa kiongozi usitawaliwe katika maamuzi yako na katika kuyapima mambo kwa mahasira. Kwa ni mtu wa mahasira, ukizungumza ni kwa hasira, umeona, utendaji wako ni unaonyesha hasira zako wazi kabisa, kwamba naam, maana mtu anaweza akaonyesha kuchukizwa na lile jambo, umeona, lakini katika kufanya maamuzi lazima utulie, cool down, ufanye maamuzi katika hali ambayo sio ya hasira. Kwa hivyo sifa ya kiongozi mwadilifu anatakiwa aepuke kutawaliwa na hasira au kufanya maamuzi katika wakati amekasirika. Sifa ya tano, anatakiwa ajue ya kwamba yeye ni mtumishi, ajue ya kwamba yeye ni mtumishi na kwamba wale ambao anawaongoza ndio wenye mamlaka. Umeona, kwamba ajue ya kwamba yeye ni subject, yani yeye ni mtumishi, ni miongoni mwa hao anaowatumikia, okay, na wale anaowatumikia ndio wenye mamlaka. Kwa hivyo asiamrishe jambo ambalo wengine wafanye ikawa yeye hafanyi. Yani anatoa maagizo wengine wafanye jambo fulani, lakini yeye hafanyi, au ikawa anatoa maagizo watu wasifanye kitu fulani, lakini yeye anafanya. Kwa hivyo yani kuna amri
za watawaliwa, mambo yanayofanya watawaliwa, na kuna mambo anayofanya yeye kama mtawala. Umeona? Okay. Okay. Kwa hivyo hii sio sifa inayotakiwa kuwa nayo kiongozi mwadilifu. Kiongozi mwadilifu anajiona ya kwamba yeye ni mtumishi na hawa anawatumikia ndio wenye mamlaka. Kwa hivyo amri yoyote anayoitoa inamhusu yeye kwanza, okay, kabla ya watu wengine. Akitoa amri ya kufanya jambo, anakuwa yeye ndio wa kwanza kuonyesha utiifu katika amri hiyo. Akikataza jambo, yeye anakuwa ndio wa kwanza wa kukatazika na jambo hilo. Kwa hivyo kama yeye yuko kivulini, okay, basi asiwaache wengine kukaa katika jua. Umefahamu? Wewe uko katika hali mzuri, unaowaongoza ambao ndio mabosi wako wako juani. Kwa hivyo kama wewe unakula, okay, Mama Al-Ghazali anasema kama wewe unakula, usiwaache hawa ambao ndio wenye mamlaka kukaa katika hali ya kuwa na njaa. Na katika maisha ya makhalifa, kama again tarudi kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifa mwadilifu huyu, na wote khalifa wa Mtume sallallahu alaihi waadilifu. Kuna wakati wa njaa, ilitokea wakati fulani njaa katika mji wa Madina, okay, njaa mji wa Madina. Lakini yeye kama khalifa, kama khalifa kuna Baitul Mal, okay, ambapo iko rasilimali na ilikuwepo liko fungu ambalo kama la mshahara kwa ajili ya khalifa, lakini watu nje hali zao ni ngumu, chakula imekuwa tabu, kame na nini. Siku moja mkewe anampelekea Amira al-Mu'minin mkate, okay, chakula, yani mkate upo, chakula kizuri pamoja na vitu vingine. Umar ibn al-Khattab akakataa kula kile chakula, akasema vipi mimi nitakuwa nakula wakati sehemu kubwa ya watu wako katika njaa? Ni lazima na mimi nihisi njaa wanayopitia hawa wengine, hawa ninaoongoza. Huyu ndio alikuwa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Alikuwa pamoja na kwamba chakula kwake kipo, lakini alijilazimisha kukaa na njaa, kwa sababu anajua huu ni wakati wa njaa, raia wako katika njaa, na mimi natakiwa niungane nao katika njaa hiyo, katika kufeel kile wanachokifeel raia zake, wale anaoongoza. Kwa hivyo hii ni sifa muhimu sana. Nakumbuka vile vile katika maisha ya Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam, aliulizwa siku moja. Yusuf alikuwa na tabia ya kufunga sana, tabia ya kufunga mara kwa mara, kama watueleza baadhi ya wanahistoria wa maisha yake. Akaulizwa siku moja, akaambiwa wewe ni khazain Masr, wewe ndio hazina yote ya Misri iko chini yako, chakula chote kiko chini yako, umepambana, lakini mbona unafunga sana, unapenda kufunga sana, yani huli na nini, siku unakula siku huli, unaona. Akasema maneno mazito sana, umeona, akasema inni akhafu an ashba wa ansa aljaiin, akaamba mimi nahofia kuwa ni mwenye kushiba kila wakati nikawasahau wenye njaa. Haya maneno mazito sana, maneno mazito sana. Anasema Yusuf alayhi salatu wassalam, sawa, mimi hazina yote ya Misri iko chini yangu, okay, hazina za ngano za mchele za nini, kila kitu, chakula chote kiko chini yangu, naweza kula chochote ninachotaka. Lakini alikuwa anafunga mara nyingi zaidi. Na poulizwa sababu ya kufunga muda mwingi badala ya kula na kuenjoy maisha, akasema mimi nahofia kuwa ni mwenye kushiba kila wakati nikawasahau wenye njaa, wenye njaa. Sasa angalia hawa viongozi walivyokuwa conscious namna gani juu ya shida za watu, dhiki za watu. Umeona? Kwa hivyo Imam Al-Ghazali anasema kiongozi mwadilifu anatakiwa ajue ya kwamba yeye sio bwana wa wale anaowaongoza, yeye ni raia tu wa kawaida wa wale anaowaongoza.
na kwamba anaowaongoza ndio wenye mamlaka. Nakumbuka vile vile hapa kisa cha Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, khalifa huyu alipoteuliwa kuwa wa kiongozi, aliwaambia katika hotuba yake eh, 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 wale ambao walikuweko siku aliyokabidhiwa ukhalifa, akawaambia ya kwamba hakika mimi ni miongoni mwenu, mimi ni kama nyinyi, umeona, isipokuwa mzigo wangu mimi mkubwa zaidi kuliko nyinyi. Umeona? Sasa hii inaturejesha kule kule katika nukta ya kwanza, kama ukipewa mamlaka pamoja na kutambua umuhimu wa mamlaka hayo uliopewa, lakini ujue vile vile uzito wa hayo mamlaka uliopewa. Kwa hivyo ujue ya kwamba umepewa zigo la matatizo ya watu na maisha yao na hali zao na kadhalika, umepewa wewe, maana uweze kuwatengezea maisha yao, watengezee dunia yao na akhira yao. Kwa hivyo ni jukumu zito sana. Kwa hiyo Umar ibn Abdul Aziz anasema mimi ni kama nyinyi, ni mwenzenu, isipokuwa tu tofauti yangu mimi na nyinyi ni kwamba mimi nimebeba mzigo mkubwa zaidi kuliko mizigo mlioibeba nyinyi. Nyinyi mmebeba mizigo yako wewe mwenyewe, nafsi yako wewe na familia yako, lakini mimi nimebeba mzigo wa wa raia wote. Nyinyi matatizo yenu ni matatizo yangu na kadhalika. Ndo mzigo anaobeba kiongozi, umeona, katika nchi. Na hapa ni kwa kumalizia nukta hii ya tano. Nakumbuka tena katika maisha ya Umar ibn al-Khattab alipokutwa siku moja na huzuni sana, analia peke yake. Wakamuuliza, Amira al-Mu'minin, mbona uko katika huzuni na uko unalia na mambo mazuri, na nchi dola inaimarika? Wakati wa Umar al-Khattab dola ya Kiislamu ilipanuka kwa kasi. Waislamu wakaingia katika miji mingi, futuhat kadhaa, mambo mazuri. Akasema Umar Khattab, kinachoniliza ni kwamba nitamjibu nini mimi Mwenyezi Mungu katika empire hii atakaponiuliza kuna ng'ombe mahali fulani amekufa kwa sababu ya njaa, nitamjibu nini mimi Mwenyezi Mungu? Imagine, sio masala ya binadamu tena, imekwenda sasa. Mtu anahofia, kiongozi anahofia juu ya mnyama. Mungu akiniuliza mimi ng'ombe amekufa katika himaya hii ambayo iko chini yangu mimi kwa njaa, mimi nitamjibu nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nitamjibu nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hiki kiumbe kenye roho, okay, kimekufa kwa njaa na wewe ndio ulikuwa kiongozi wa empire hii? Kwa hivyo hiyo ndio uzito ambao mtu anatakiwa uone katika masala ya uongozi. Sio tu kufurahikia mamlaka, au umepewa mamlaka unayafurahia na kujitweza, ukasahau hatari juu ya mamlaka hayo, ukasahau ya kwamba maumivu ya watu yanatakiwa uyafeel wewe kama kiongozi, kama maumivu yao, ili uweze kuyatatua. Sio wewe umekaa kivulini, wao wako juani. Ndio maneno ya Imam Al-Ghazali, anakwambia kiongozi mwadilifu sio yule ambaye anakaa kwenye kivuli alafu wale anaowaongoza wako juani. Kwa maana kwa wewe umekaa wastarehe wakati unaowaongoza wako katika shida, katika dhiki, katika tabu, na wewe huwatatulii hizo dhiki zao wala huzihisi hizo dhiki zao. Umefahamu? Hiyo ndio nukta ya tano. Ujumbe wake ni katika sura kama hiyo. Namba 6, anasema ya kwamba kiongozi mwadilifu anatoa nafasi ya watu kutoa malalamiko yao kwake. Kiongozi mwadilifu anatoa nafasi, provide a space, anatoa nafasi, anaweka nafasi katika wakati wake, au anaweka njia ambazo zitawezesha matatizo ya watu kumfikia.
Okay? Kwa hivyo maadamu unaongoza watu, kutakuwa na matatizo mahali, kutakuwa na manung'uniko mahali, kutakuwa na malalamiko mahali, kutakuwa na matatizo mahali. Okay? Kwa ni lazima kiongozi awe ameweka njia madhubuti zinazoweza kuwapa watu nafasi kuweza kufikisha kwake malalamiko yao ili aweze kuyatatua, ili aweze kama jambo la kufafanua, kama ni jambo la kutatua, okay, aweze kuchukua hatua. Na anasema Mala Fazali anasema jambo hili la kuwapa watu nafasi ya kufikishia malalamiko yao ni katika mambo muhimu sana, katika kazi muhimu sana za kiongozi. Kiongozi lazima atengeneze njia ya kuweza uh, watu kumfikia na kumweleza shida zao. Unaona, sasa leo hii wewe tazama tu, unataka kwenda kumwona kiongozi wa kawaida tu huku chini, lakini angalia unavyoweza kupelekeshwa mbele na nyuma katika mazingira yetu haya. Utakwenda kumwona mkuu tu wa wilaya, unaweza ukapelekwa huku ukatolewa huku. Unaenda tu kumwona mkuu wa mkoa, utapelekwa huku utatolewa huku. Sikwambii kwenda kumwona sijui waziri, utaingizwa huku utatolewa huku. Sikwambii utaenda kumwona sijui rais, ndo kabisa unaweza ukaambia hizo ndoto za mchana kabisa. Umeona? Yani tumetengeneza system ya viongozi kuwa mbali na watu, yani systematically structured, kwamba huwezi kumfikia kiongozi. Huku chini barriers zimekuwa chungu mzima, mtu hawezi kufikia kiongozi. Sio kwa maana atakwenda kupigana story, ana malalamiko yake anataka kuyawasilisha, ana dhiki yake anataka kuiwasilisha kwa kiongozi. Okay, lakini urasimu umekuwa mwingi. Tumetengeneza mfumo ya kirasimu ambayo kwa kweli inasikitisha sana, inasikitisha sana. Lakini pia katika uendeshaji wa kidola siku hizi ni kwamba kweli sio kila mtu anaweza kumfikia rais au kumfikia kiongozi au kiongozi kufikiwa na watu wote, lakini kuna masikio, kuna vyombo vya usalama wanaviita vyombo vya usalama ambavyo vinatakiwa viwe masikio ya kiongozi katika eneo lolote alipo. Wasikie nini? Wasikize hizi shida za watu, wasikize shida hizi za watu na matatizo ya watu na malalamiko ya watu na wampelekee kiongozi. Umeona? Kwa hivyo katika reality ni kwamba kiongozi lazima atenge muda wa kusikiza matatizo ya watu. Okay? Atengeneze mfumo wa kuhakikisha kwamba matatizo ya watu yanasikika kwake. Anaweza kusikia matatizo ya watu hata kama yuko kwenye mlima wa Babeli, wapi aliko, juu ya mlima Kilimanjaro, lakini mfumo aliouweka anaweza kuyasikia matatizo ya watu kule walipo kwa kupitia vyombo vyake vya usalama, wawakilishi wake na kadhalika. Umefahamu? Kwa hivyo hiyo ni sifa muhimu sana ya kiongozi mwadilifu, kwamba anatoa nafasi kwa watu kuyafikisha kwake malalamiko yao, dhiki zao ziweze kumfikia ili aweze kuzifahamu na aweze kuzitatua. Sifa ya saba Al-Ghazali anatueleza ni kwamba anatakiwa asiwe na tabia ya 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 kufanya matumizi ya anasa. Asiwe na tabia ya anasa, kuishi maisha ya anasa. Asiwe na tabia ya kujiingiza katika maisha ya anasa. Anatakiwa awe ni mwenye kukinai, takiwa awe ni mwenye kukinai, asiwe ni mtu anayependa kuishi maisha ya anasa. Sasa hii ni sifa vile vile muhimu ya kiongozi mwadilifu. Okay? Ajiepushe na maisha ya anasa, awe ni mwenye kukinai katika nafsi yake. Sasa hili nalo ni jambo ambalo leo ukilitazama kwa wale tunasema ni viongozi wetu, okay, unaweza ukaona kabisa tuko mbali kiasi gani na sifa kama hizi.
isipokuwa wachache sana. Okay. Um, kuna mfano hivi karibuni wa ambao inafahamika, rais wa Uruguay anapigiwa mfano duniani kote, maana the poorest president, rais masikini, rais aliyewahi, yani kiongozi aliyewahi kuwa rais na ikawa ni rais huyo ni maskini. Unaweza ukasearch katika mtandao kumtafuta the poorest president of Uruguay duniani, dunia nzima, sema katika ranki ya marais dunia nzima, rais masikini. Okay? Na masikini si tu katika ligi ya marais duniani, lakini hata katika nchi yake mwenyewe alihesabika alikuwa anaishi kimaskini. Okay? Ni huyu rais wa Uruguay, kwa rais wa Uruguay. Maana hata hiyo gari yake alikuwa anatumia, na alipewa kasri ya kwenda kukaa, nyumba ya urais na nini, hakukaa huko, akawa amekaa kwenye nyumba yake ya kawaida na tumia gari lake la kawaida na nini. Sisi leo bila aksi, sisi tena Waislamu, mtu kitu cha kwanza kabisa akishapata uongozi au akishapata urais kama huo, analitafuta lile the Toyota la kisasa kabisa, ndio analitaka yeye, aendeshwe katika V8 au the latest model, ya gari la kisasa kabisa la kifahari. Maana utafikiri yeye ni bilionea wa nchi, kumbe ni mtumishi tu wa nchi. Huo mshahara wake ni mshahara wa kawaida, alhamdulillah, lakini anajiingiza katika anasa, ana mfumo unamleta katika anasa. Viongozi, Muislamu anatakiwa aepuke hizi pressure za mfumo, maana katika maisha yetu tulionao sasa hivi kuna mifumo imetengenezwa ya kimagharibi hii katika uendeshaji wa nchi ambayo inakwenda kinyume na unyenyekevu na kuishi maisha ya kawaida, inakupeleka katika uanasa. Viongozi kwa kweli unatakiwa uresist mifumo kama hii, na ikiwezekana ubadilishe. Okay, na kwa kuwa wewe ni kiongozi, ndio mwenye last say, kuna mtu anaweza kuamrisha, bali wewe ndio mwenye kutoa amri, lazima uresist anasa. Okay, maisha ya anasa ambayo yanaletwa kwako kwa sababu ya hiyo nafasi uliopewa. Bwana, lazima upande gari hili, lazima msafara uwe wa magari sijui 30 au ngapi, lazima sijui upande sijui, uwe na jeti yako peke yako, lazima kiongozi, kwa sifa hii anayotueleza Al-Ghazali, anatakiwa ajiepushe na kujenga tabia ya kuishi kianasa. Anatakiwa aishi maisha ya kawaida, maisha ya kuridhika, maana zaidi na kutosheka, kuliko maisha ya kutafuta mali na anasa na maisha ya starehe. Ndicho ambacho tunakipata hapa katika sifa hii. Tukiendelea katika sifa zilizobaki, ya 8, ni kwamba anatakiwa behave gently and not harshly. Okay. Kabla ya hapo, katika hii sifa ya tutatoka kueleza namba 7 ya kuishi maisha ya kawaida sio ya anasa, inasimuliwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, siku moja alimuuliza Muislamu wa kawaida, okay, je, umesikia nini juu yangu? Kitu gani umekisikia juu yangu ambacho sio kizuri? Khalifa huyu, kiongozi wa dola, Umar al-Khattab anamuuliza Muislamu wa kawaida, kitu gani ambacho umekisikia au unachokijua juu yangu ambacho hakiko sawa? Huyu bwana akamjibu akamwambia, nimesikia ya kwamba wewe unaweza kula eh, chakula, okay, ambacho ni cha kutosheleza, okay, ya kwamba wewe una mashati ya kutosheleza, yani una nguo za kutosheleza, okay, kiasi cha kwamba unayo nguo moja ya kuvaa asubuhi na unayo nguo nyingine ya kuvaa usiku. Okay, nimesikia habari hizo kwamba unaishi maisha mashallah, yani maisha yako tena, angalia mfano wenyewe unaotolewa, haufanani hata na maisha yetu ya sasa hivi. Okay, nasikia kwamba wewe bwana, chakula chako kinajaa katika tray, kuna kinachopungua,
lakini pia una mashati mawili, una nguo yani ya kuvaa mchana na una nguo ya kuvaa usiku. Angalia hizi namna haya maneno yanavyotumika, yani una mashati mawili, lakini anachokusudia ni kwamba yani wewe una nguo ya mchana, yani una afford mpaka kuna nguo ya mchana na una nguo ya usiku eh? Akamuuliza, umesikia kichote zaidi? Akamwambia sijasikia zaidi ya hicho. Okay. Basi yule bwana akamwambia, Omar akamwambia, basi kuanzia sasa hivi mambo haya ambayo umesikia juu yangu yatakuwa ndio mwisho, itakuwa ndio mwisho wake, itakuwa hiyo sahani ya chakula haijai tena. Okay, na hili swala la kwamba nina mavazi mengi pia nitapunguza, maana nitakoma tabia hii. Umeona sasa, angalia hawa viongozi wa wakati huo walivyokuwa wakijali wananchi wao wanawatazama vipi, na wanapopata hizo feedback wanajitahidi kuweza kurekebisha, hata kama ni katika vitu kama hivyo, sema basi kuna nguo ya kulalia mtu na nguo ya kuendea kazini, basi hata mtu pia asiwe nazo. Hii ni kama kinaya fulani ya kwamba wewe una manguo mengi ya kuvaa. Umeona, una a lot, na tunao watu ambao wana manguo chungu mzima ya kuvaa. Sasa leo Mungu ametuneemesha, tuna maneema mingi kama haya, lakini kama kiongozi okay, unatakiwa angalau watu wako usifike mahala wakakuona unaishi katika anasa. Hii ndio ujumbe ambao unatakiwa uchukuliwe hapa, okay, kwamba usifike mahala watu wanakuona rais wao wanaishi katika anasa. Umeona, umekaa kivulini sana kuliko kuhisi shida zao na tabu zao na kuwatatulia. Nafikiri hilo ndilo ambalo muhimu kulichukua hapa. Kwa hivyo tukienda sifa ya nane ni kwamba behave gently, awe ni mtu mtu mkarimu, asiwe ni mtu mkali sana, not harshly, asiwe ni mtu ambaye wa kuendeshwa na zile hasira na kuwa very harsh kwa raia. Kuwa ni mtu naweza kusema leo ni mtu mwenye sera za kukandamizaji. Kila sauti yoyote ile ambayo itatoka ambayo haiwafikiani na wewe unaiadhibu sauti hiyo. Unatakiwa behave gently. Kuwa ni mtu ambaye okay, unapokea kama ni sifa, na zikija dosari na kusahihishwa na kukosolewa unapokea, hughadhibiki, upandishi mori tu kwa sababu ya neno tu ambalo limesemwa dhidi yako. Takiwa uwe gentle, uwe ni mtu mkarimu kwa watu watakusema vizuri, wengine watakusema vibaya. Sasa tunasimuliwa hapa Hisham ibn al-Malik um, ambaye alikuwa ni khalifa huyo katika utawala wa Umayya. Alimuuliza Abu Hazim ambaye alikuwa ni mwanachuoni na alikuwa ni zahidi katika maulama wakati huo. Alimuuliza ni mwenendo gani ambao natakiwa nishikamane nao ili niweze kufanikiwa. Okay. Shikamane na mwenendo gani ili niweze kufanikiwa? Akamweleza huyu chuoni Abu Hazim kwamba hakikisha ya kwamba kila dirham unayoipata, wewe si kiongozi bwana, hakikisha ya kwamba kila pato utakalolipata limetokana na halali, na uliweke pato hilo katika sehemu halali. Okay? Yani hakikisha wewe kama kiongozi, kila dirham inayoingia kwako, inaingia katika dola yako, imetokana na jambo la halali, na itumie pesa hiyo katika jambo la halali. Bwana huyu Hisham ibn al-Malik akastaajabishwa sana, akamwambia nani anayeweza jambo hili? Nani anayeweza jambo hilo unalonishauri bwana? Abu Hazim akamwambia yule ambaye hawezi akaamba mtu ambaye hawezi hili, okay, ambaye hawezi kuhakikisha anachokipata kinatoka kwa halali na anachokitumia
kinatumika kwa njia ya halali, basi huyu ni mtu ambaye ameikataa mwenyewe pepo na amechagua kuvumilia moto. Okay? Huyo mtu ambaye hawezi haya, basi ni mtu ambaye itakuwa ameamua kuvumilia dhiki za moto. Okay? na ame, ameikataa pepo, hataki pepo huyo mtu wa namna hiyo. Kwa hivyo sasa leo hii kwenye mifano ya leo hii ni swala jingine kabisa, si tu ndani ya familia. Kiongozi wa familia anachuma vyovyote, anatumia vyovyote. Ikija kwenye viongozi wetu katika maeneo tofauti, nao kuna kuto kujali kwa kiasi kikubwa sana mtu mapato yanatoka wapi. Sikwambii mapato ya kinchi, mapato yetu tu kama raia sisi, mimi na wewe tukijichunguza, wala hatujali wingi wetu. Tunachuma katika njia ya halali, na tunapotumia tunatumia katika njia za sawa, tunakwenda tu. Sasa kuna msemo, yule ambaye hajali riziki yake inatoka wapi, Mwenyezi Mungu hatojali mlango gani katika ile milango saba ya moto anamtia mtu huyo. Mtu ambaye hajali anachuma vipi, anatumia vipi, Mwenyezi Mungu hatojali mlango gani wa moto katika milango saba ya moto kukutia wewe. Mungu atulinde na atuhifadhi. Ya tisa, sifa ya tisa ni kwamba anatakiwa ajitahidi sana. Kiongozi mwadilifu ajitahidi sana kukubalika na wale anaoongoza. Okay? Ajitahidi sana kukubalika, kuridhiwa na wale anaoongoza, yaani wengi wa wale anaoongoza wawe wanamridhia, wanamkubali. Okay? Imefika mpaka anasema Sheikh Imam Al-Ghazali ya kwamba kiongozi anatakiwa awe na jasusi, awe na mtu maalumu anayemwamini, ambaye kazi yake ni kufanya ujasusi juu ya swala hili, kwamba anakubalika kwa kiasi gani kwa watu wake. Unaona bana, yani imefika mahala mpaka, maana tajassusan ni kitu ambacho katika sheria ya Kiislamu hakipendezi, isipokuwa kwa dharura maalumu kama haya masala ya kidola na nini, lazima uwe na vyombo vya kijasusi kwa ajili ya kulinda raia na mali zao dhidi ya watu wenye makusudio na dhamira mbaya. Lakini haiishii hapo. Ni kwamba anasema Ghazali ya kwamba kiongozi anatakiwa awe na mtu anayemwamini, anayeweza kufanya ujasusi maalumu kwa ajili tu ya kuweza kutambua watu wanamkubali kiongozi huyu. Wewe unakubalika, watu wamekuridhia, au watu hawakukubali, au watu hawakuridhii. Unaona, yani hili ni jambo muhimu kwa kiongozi, na dhamira hapa ni kwamba ujitahidi sana. Kama watu hawakukubali ufanye mambo, ujitahidi yawe ni mambo ambayo yatawaridhi watu, watu watakuridhia, watu watakukubali. Okay? Na ikiwa hukubaliki kabisa, kwa kweli ni bora kuyaacha majukumu hayo kuliko kukaa kuwaongoza watu ambao hawana ridhaa, hawana radhi, hawako radhi na wewe, hawakukubali, hawakutaki. Umeona? Katika nidhamu ya uongozi, katika mtazamo wa Uislamu juu ya uongozi ni dhamana tu, ni amana. Ni kuwaongoza watu. Kama hao watu hawakuridhi, watu hawakutaki, hakuna sababu ya kujilazimisha katika shingo zao, lazima wakukubali. Kwa jambo gani? Kwa nini? Yani kitu gani yani unataka? Umeona? Watu hawakutaki, khalas basi, umefahamu bana, waache wamweke wanayemtaka. Umefahamu bana, hakuna sababu ya kulazimisha uongozi wako katika shingo za watu. Umeona, katika shingo za watu. Ikiwa lazima uhakikishe ya kwamba unaongoza watu walio wengi, sio wote. Binadamu hawakuwezekana watu wote wakakukubali, hilo muhali. Mtu ambaye anataka kuwaridhisha watu mia mia haiwezekani, na huwezi kukubalika katika kila jambo. Umefahamu, lakini majority ya watu unaowaongoza ni watu ambao wanakuridhi, watu wanaokukubali. Unaona bwana, eh? Kwa hivyo inasimuliwa ya kwamba mtu ambaye ni bora kabisa katika jamii ni yule, na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bora wenu katika jamii ni yule ambao
yule ambaye nyinyi mnampenda na yeye anawapenda. Sallam amepata kusema kwamba mbora wenu katika jamii ni yule ambaye nyinyi mnampenda na yeye anawapenda nyinyi, na mbaya wenu kabisa katika jamii ni yule ambaye nyinyi mnamchukia, okay? Na mnamlaani. Maana wewe ni mtu mbaya kabisa katika jamii yenu. Kwa hivyo yule aliyepewa mamlaka asikae akapumbazika na visifa vya watu wachache ambao wanamkaribia na wanamsogelea, okay? Akaghurika na masifa za hawa watu wachache wenye kunufaika naye au wenye kutaka kitu kutoka kwake, akadhani ya kwamba watu wote wanamkubali, watu wote wanamridhi na wanamkubali kama hawa wapambe wachache wanavyomghururi na wanavyomdanganya. Awe na mtu anayemwamini wa kufanya uchunguzi katika jamii yake au katika anawaongoza. Je, atafute kujua watu wanamkubali, watu wanamridhi au kinyume chake. Hiyo ni katika sifa ya tisa, yani ajali jambo hili. La kumi, asimridhishe mtu yoyote iwapo jambo hilo litakuwa linakwenda kinyume na sheria. Asitake kuwaridhisha watu katika jambo linalokwenda kinyume na sheria. Unaona, hii ni sifa ya kiongozi mwadilifu. Nitafanya niwezalo kuwaridhisha, kuwafanyia mazuri, jitahidi uwezavyo kuwafanyia watu mazuri, kuwaridhisha watu, kufurahi, kuheshimisha mazuri, lakini mpaka ni kwamba sio kuwaridhisha watu mpaka tena ikawa sasa wanakwenda kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn al-Khattab atakusema, okay, kila siku, okay, kila siku inayopambazuka anasema kuna nusu ya watu, okay, hawaniridhii mimi, kuna nusu ya watu hawaniridhii, okay, na itakuwa vigumu mimi kuweza kuwaridhisha watu wote, okay. Lakini mtu asiwe mjinga, yani kiongozi asije akafikia katika ile hali ya ujinga, pumbavu, kiasi cha kwamba anataka hawa ambao hawamridhi awaridhishe, hata kama hicho atakachokifanya ili awaridhishe kitakuwa ni chenye kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani kiongozi, tambua kwamba tamka kila siku itakayoamka inaweza ikawa kuna nusu ya watu hawakuridhii, okay? Na itakuwa vigumu kumridhisha kila mtu, okay? Lakini utakuwa ni upumbavu mkubwa, okay? Wewe kama kiongozi, okay, kutaka kuwaridhisha viumbe ili kumuasi Mwenyezi Mungu. Ndio tuna maneno mazuri ya Mtume sallam ya kwamba amesema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kuwatii viumbe, kumtii kiumbe katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Kadhalika hakuna kuwaridhisha viumbe katika jambo ambalo ni uasi katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kiongozi mwadilifu anatakiwa hakikisha kwamba hatafuti kuwaridhisha watu au kikundi cha watu kilichomzunguka, hali ya kuwa hayo mambo anayotaka kuyafanya ili kuwaridhisha hao watu itakuwa yanakwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hizi ndio sifa 10 ambazo tunahitimishia mada ile ya sifa, tunahitimishia mada ya sifa za kiongozi mwadilifu kwa mtazamo wa Imamu Al-Ghazali. Kwa dakika chache tu nitaanza na utangulizi katika mada hii inayofuata, ambao ni daraja za uongozi, daraja za uongozi na viongozi. Wataalamu wa masala ya uongozi wanatuambia kwamba uongozi una daraja zake, una daraja 6. Okay, una daraja 6. Daraja ya kwanza kabisa ni kujiongoza mwenyewe. Daraja ya kwanza ni kujiongoza wewe mwenyewe. Daraja ya pili ni kuongoza kikundi cha watu, team. Ujiongoze wewe mwenyewe. Hii ndio daraja ya kwanza kabisa, kujiongoza wewe mwenyewe. Halafu utaanza kupata watu wenye maono au wanaowafiki maono yako,
Kwa hiyo watu wanapoongezeka, inapatikana kikundi cha watu, it is a team now. Unakuja katika level ya pili ya kwamba sasa uko na watu wenye maoni kama yako au wenye wafiki maoni yako, dira yako, okay, malengo yako, kwa hiyo wanaungana na wewe. Kwa hiyo unatakiwa sasa ukiwa na hao watu ambao wanakuja chini yako kwa ajili ya kufanya kazi pamoja ili mlifikie lengo, inakuwa ni team. Kwa hiyo unakwenda kwenye level ya pili, unakuwa na team. Alafu level ya tatu ni performance leadership, uongozi wenye matokeo. Hapa kinachokuwa mbele kabisa ni matokeo, kwamba tunaongoza ili ni uongozi ambao unalenga kuleta matokeo. Okay. Level ya nne ni uongozi wa mabadiliko. Lengo na level ya tano uongozi wa kimkakati. Okay. Na lengo la mwisho level ya juu kabisa au level ya sita ni visionary leadership. Okay. Ni kuongoza katika maono, katika dira na kadhalika. Sasa kwa tangulizi tu katika level ya kwanza, kuzingatia muda, tutaanza tu kidogo mada ya level ya kwanza. Level ya kwanza ni uongozi binafsi. Okay? Ni dhana ya uongozi binafsi. Okay? Na hii maana yake nini? Maana yake uongozi binafsi ni uwezo wa mtu kujiongoza mwenyewe kifikra, katika fikra, katika hisia, katika matendo, ili kufikia malengo yako bila kusubiri kusukumwa au kusimamiwa sana na wengine. Self leadership ni mtu una jambo lako, una malengo yako, una dhamira zako, okay? Unajiongoza, unajisukuma, unachukua hatua kufikia malengo yako hayo. Una fikra zako ambazo ima unataka kuzieneza kwa wengine au unataka kuzitekeleza. Unachukua hatua ima kutoa hizo fikra zako, au kama ni kuzitekeleza hizo fikra zako, unachukua hatua kufanyia kazi hiyo fikra yako. Okay? Unaongoza hisia zako, una hisia zako. Okay? Unaweza kuzisimamia hisia zako, kama ni kuzidhibiti, kama ni kuzidhihirisha. Okay? Kama ni kuzidhibiti zisidhihirike, mtu hapa unaweza ukadhibiti hisia zako. Okay? Na kama kuna hisia inayohitaji kuwa expressed, kuidhihirisha hisia hiyo, unaweza kuidhihirisha hisia hiyo. Okay, bila kusubiri kusukumwa au kusimamiwa sana na wengine. Kwa hivyo self leadership ni uwezo wa kujiongoza, kujidhibiti, kujihamasisha, okay, ili kufikia mafanikio binafsi na ya jamii na ya kijamii. Ikiwa una malengo ya kulifanya jambo katika jamii, basi unachukua hatua bila kusukumwa, bila kusimamiwa sana, ili kuweza kufikia dhamira hiyo, kufikia lengo hilo. Katika self leadership wanasema inahusisha mambo manne katika kujiongoza. Okay? Kujiongoza wewe mwenyewe kunajihusisha mambo manne. Jambo la kwanza ni kujitambua. Kujitambua, ujue una nguvu zako ziko wapi, what are your strength, what are your weaknesses. Utaka ujitambue. Ujitambue ya kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujitambue baina yako na Mwenyezi Mungu, na uitambue nafsi yako. Lazima utambue ya kwamba wewe katika scheme of things, katika mpango huu wa mwenye ulimwengu ulivyo, wewe ni nani? Wewe ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Utambue ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Ujitambue ya kwamba wewe umewekwa hapa duniani kwa malengo. Maana utambue katika level hii ya dunia, nafasi yako katika hii dunia, wewe ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Na wewe kama mtumishi wa Mwenyezi Mungu uitambue nafsi yako vile vile, ya kwamba una nguvu yako iko wapi, what are your strength, na udhaifu wako uko wapi, udhaifu wako, weakness yako iko wapi. Okay? Sasa haya ni mambo yanayohitaji mazungumzo marefu na ukitaka unaweza
ukafanya self evaluation online ambazo zinakuwezesha kujitathmini. You go through a questionnaire. Kuna maswali kadhaa kwenye mtandao ambayo utatakiwa uyajibu na nini, and then hizi tools zinakuja kukueleza ya kwamba udhaifu wako ni huu na nguvu yako iko hapa. Kwa hiyo ni kama changamoto, nampa yoyote anayetaka to go through kujitambua zaidi, anaweza kufanya anaweza kuzitumia hizo tools za kuweza kujitathmini ili kujitambua, self awareness questionnaire ambayo mtu anaweza kufanya, ambayo baadaye nakueleza. Inaweza ikawa sio sahihi 100%, lakini ni bora kufanya hizi assessment ukaweza kuyafahamu baadhi ya mambo juu yako kuliko kuto kufanya kabisa hizi self assessment. Kwa hivyo ni kitu muhimu. Vile vile kama una marafiki waaminifu, marafiki wa kweli, sio kujipendekeza pendekeza, hata wao pia unaweza ukawashirikisha katika kukupa maoni yao. Jamani, eh, nyinyi mnanijua, tunajuana tangu wadogo mpaka hapa tulipofika. Naomba maoni yenu ya kweli kabisa. Nipeni vile mnavyonifahamu, nguvu zangu, mnaona mimi ni hodari katika mambo gani, na udhaifu wangu ni upi. Maana engage watu ambao wamekuzunguka, okay? Watu wa kweli, watu wanaweza kumcha Mwenyezi Mungu juu yako, hawatopenda kukwambia tu jambo kukufurahisha, au watu wenye chuki sana na wewe ambao hawatokueleza hata zuri moja. Japokuwa wanasema mtu hujijua zaidi kutoka kwa mahasimu wake kuliko kwa marafiki zake, na msemo kama huo. Yani, katika faida ya kuwa na adui au hasimu yako au mshindani wako ni kwamba atakueleza zaidi, atakudhihirishia zaidi mabaya yako. Na kwa kweli wengi wetu tunahitaji kujua hayo mabaya yetu ili tu improve. Umeona? Pengine kuliko hata rafiki ambaye atakudhihirishia zaidi uzuri wako, utajiona wewe, oh, mimi bwana kumbe ni best kabisa. Umeona? Na akakusahaulisha madhaifu yako. Umeona? Kwa hivyo watu wote hawa wana umuhimu wao katika jamii, rafiki na adui. Usifikiri adui ana maana yoyote kwako. Adui wakati mwingine anakusaidia kuweza kujua udhaifu wako ulipo. Of course kuna maadui wa aina tofauti, na maadui wengine ni watu wabaya tu, watu wa kukudhuru tu, hawana lolote zaidi ya hilo. Tafuta ni kukudhuru, lakini kuna watu wengine ni ushindani wako ambao pia unaweza ukajifunza kutoka kwao, ikakudhihirishia kwako wewe kwa yale wanaoyafanya udhaifu wako ukauona. Okay. Kujidhibiti ni kitu cha pili katika self leadership. Uwe na uwezo wa kujidhibiti, kudhibiti hisia na tabia zako, uweze kudhibiti emotions zako, okay, na uweze kudhibiti tabia zako, okay. Kwa hivyo hii vile vile ni eneo muhimu sana katika kujiongoza. Hisia nzuri, kuna hisia mbaya. Mbona, yani kuna positive emotions na kuna negative emotions. Kuingia katika masala ya emotional intelligence, na hata ukistudy tu swala la emotions, wataalamu wote wanafahamu kwamba kuna emotion nzuri na kuna emotion mbaya. Umeona? Emotion nzuri ni kupenda watu, kuwapenda watu, kujipenda wewe na kuwapenda watu. Na emotion mbaya ni chuki. Chuki ni emotion vile vile, ni hisia. Lakini hii ni mbaya, hii hisia hii. Usipoweza kuidhibiti hisia hii ya chuki, chuki ukaiwacha ikakutawala, utaharibikiwa. Umeona? Watu wa rangi fulani wewe unawachukia, watu wa kabila fulani unawachukia, watu wa dini fulani unawachukia. Umeona? Usipodhibiti hisia hii ya chuki, okay, inaweza kukuletea matatizo makubwa sana, okay. Kwa hivyo hisia ziko positive emotions, okay, ambazo pia zinatakiwa zidhibitiwe, okay. Upenda ikawa unampenda kila mtu tu mpaka yule anayekutia kidole cha macho, utakuwa utadhurika. Lazima mapenzi pia yapo na yanakuweko na
unayadhibiti mapenzi yale. Umeona, ndio Waswahili wanasema mchelea mwana kulia atalia yeye. Wewe wampenda sana huyu mtoto, hutaki kumwadabisha eh? Sasa yatakukuta yatakayokukuta huko mbele. Kwa hiyo hisia ya kumpenda mtoto wako isikufanye ukawa sasa zezeta kabisa. Huwezi kuadabisha, huwezi kuadhibu, huwezi kutaabisha mtoto wako, sasa unampenda sana. Usipodhibiti hisia hiyo ya love, itakuletea matatizo vile vile. Kwa hivyo positive emotions, negative emotions, kila mtu anatakiwa azijue na adhibiti emotion hiyo, adhibiti emotion hiyo. Tabia zako vile vile unatakiwa lazima uzidhibiti tabia zako. Unaweza ikawa mtu wa mapenzi sana kitu, una tabia fulani fulani, udhibiti. Una tabia ya kukaa usiku muda mrefu sana, maana itakuletea matatizo. Tabia ya kuto kupumzika, tabia ya kuto kufanya mazoezi, tabia ya kuto kusoma. Okay, hizi zitakuletea matatizo, tabia kama hizi. Umeona, unaweza ukajiona kawaida tu, na hii ndio watu wengi wako hapo. Okay, mtu anaona kuto kusoma kama amepungukiwa nini. Ndio kweli wamesema, mtu mwenye kusema ya kwamba yule aliyekosa hajui anachokosa. Okay, sasa wakati mwingine watu wanakuwa katika hali kama hiyo. Okay, haoni kwamba anapungukiwa kwa kule kuto kujifunza kitu. Siku inapita hajasoma chochote, hajajifunza kitu chochote. Okay, sasa hizi ni katika tabia, unatakiwa udhibiti tabia kama hizi, tabia za kutokuwa ni mwenye kujiendeleza kitaaluma, kiujuzi. Okay, ni katika tabia unatakiwa uzidhibiti. Tabia za kupoteza muda katika mambo yasiyokuwa na maana. Okay, sasa kuna tabia mbalimbali, kuna tabia zinaweza zikakujenga na kuna tabia zinaweza zikakuharibu. Natakiwa mtu ajue tabia hizo na azidhibiti. Kujihamasisha, okay, ni sehemu nyingine katika self leadership. Uwe na uwezo wa kujihamasisha, okay, kwa kufikia yale malengo yako au kuzifanyia kazi fikra zako. Unasukumwa na malengo yako mwenyewe, sio shinikizo la kutoka nje, sio mpaka watu wengine, sijui baba, sijui mama, sijui kaka, sijui bosi, sijui nani ndio kusimamia ndio jambo lifanyike. Unatakiwa uweze kujihamasisha mwenyewe kufanya jambo lililokuwa la sawa katika kuyafikia malengo yako. Kujisimamia, okay? Kujisimamia vile vile ni sehemu katika dhana hii ya ya self leadership. Sasa hivi ni vipengele kadhaa, na vipengele takriban nafikiri vinne katika dhana nzima ya self leadership, ambayo tutavitaja haraka haraka ili tuweze kuhitimisha katika mada yetu ya leo. Ya kwanza ni kujitambua. Kwa hiyo unatakiwa kujua unachotaka ni nini, nini unachotaka kwenye maisha yako, nini unachotaka katika kufikia katika imani yako. Okay? Kwa hiyo mtu uwe na malengo, ujitambue nini unachotaka, nini unachotaka kufanya, unataka kuacha athari gani? Okay? Katika familia yako, katika dunia hii. Okay? Nini unachotaka kufanya? Okay? Unatakiwa ujue maadili yako. Wewe una tabia gani? Ujue tabia zako. Okay? Na ujue zile tabia unazotakiwa kuwa nazo. Ujue tabia zako na tabia unazotakiwa kuwa nazo, ili ujipime, tabia zangu na tabia ninazotakiwa kuwa nazo, mimi niko mbali kiasi gani na tabia hizo. Tabia zako ni hizi, lakini tabia unazotakiwa kuwa nazo ni hizi. Sasa unajipima, tabia nilizo nazo ni hizi, ukilinganisha na tabia ninazotakiwa kuwa nazo, mimi ninazo kadhaa. Hizi nyingine inabidi sasa uanze kujisimamia. Okay, uanze kufanya mkakati wa kuweka malengo ya kuwa na tabia fulani. Mfano mwingine katika tabia zinazotakiwa kuwa nazo mtu ni ujasiri. Ujasiri. Okay? Lakini wewe tabia yako ulionayo ni mtu muoga, mtu muoga wa kisawasawa tena. Unafahamu eh? Sasa tafute ufanye namna ya kuweza kujenga huo ujasiri, na ziko
course, ziko studies na nini ambazo mtu anaweza vile vile akaji expose tu katika kusoma, katika kujenga ujasiri, kujenga tabia ya ujasiri. Kuna tabia ya public speaking, kuzungumza mbele ya watu. Kuna watu hawawezi kuzungumza mbele ya hadhara, hata watu watano. Okay? Hii tabia yako ni mtu una aibu sana. Aibu ni sifa nzuri, umeona bwana, ni kitu ambacho kinapendeza kwa mtu, lakini vile vile unapohitajika kusema mbele za watu inatakiwa useme. Sasa ikiwa wewe huna uwezo huo wa kuweza kuzungumza hata mbele ya watu, huna tabia ya kuweza kufikisha fikra yako na kuwa na ujasiri wa kuzungumza mbele ya hadhira, ni kitu ambacho unatakiwa ukitazame, ujenge uwezo kama huo. Okay. Kwa hiyo eneo hili la kwanza ni kujitambua. Hapa nilieleza kuna studies unazoweza kujifanyia, kuna surveys unaweza kujifanyia ambazo ziko online, nyingine unalipia, nyingine ziko free. Unaweza ukafanya hiyo self awareness assessment. Wewe nenda kwenye Google, type hiyo self awareness assessment au quizzes. Okay, zitakuja several tools, okay, ambazo uta undergo, nyingine za kulipia, nyingine za bure. Utafanya, okay, na zitakupatia results kwamba bwana, na hizo result hazimaanishi kwamba ni 100% hivyo ndivyo ulivyo, lakini kuna vitu ambavyo utajifunza, utakubaliana navyo, na kuna vitu unaweza ukatofautiana navyo, lakini muhimu be open minded. Okay, kwa sababu ni tools ambazo zaidi ziko pale katika kukusaidia. Okay, kwa hiyo upokee tu, hata kama ni katika pinch of salt, uweze kuona namna gani ya kujiimarisha zaidi. Uh, Kipengele cha pili katika self leadership ni kujidhibiti, kudhibiti hasira zako, kudhibiti tamaa zako. Okay? Udhibiti zile negative emotions, okay? Hisia zako zile mbovu mbovu, negative thoughts, negative attitudes, hizi takiwa uzidhibiti. Okay? Hasira takiwa udhibiti, tamaa takiwa udhibiti, uzembe, umeona, na uvivu katika tabia mbaya, takiwa uzidhibiti tabia hizo na uepukane nazo kabisa. Kwa hivyo mtu anatakiwa katika ukomavu wa kujidhibiti ni anaweza kufanya kazi hata kama hajisikii kuifanya. Kwa maana anaweza kupambana na uzembe na uvivu aliokuwa nao. Katika kipengele cha pili cha tatu katika self leadership ni kujihamasisha, self motivation, kujiwekea malengo na kuyafuatilia, kutoacha hata kama hakuna anayekuona, kutoacha kulifanya jambo. Okay? Hata kama hakuna mtu anayekupa msaada, au hakuna mtu ambaye anakusifu, au hakuna mtu ambaye anatambua juhudi yako, wewe fanya, maadamu ni jambo la kheri, ni jambo jema, ni jambo ambalo linaweza kama sio kwa wakati huu, uko mbeleni likaja kuleta matokeo chanya, lifanye kwa kadri unavyoweza. Bwana, usijibebeshe sana ukaja ukajipress na kujistress, kilifanya kwa kadiri ya uwezo wako. Umefahamu, eh? Kwa hivyo motivate kuyafanya mambo mazuri, umeona, juu ya familia yako, juu ya jamii yako. Okay? Hata kama hakuna anayekuona na kutambua juhudi hizo. Okay, hii ndiyo inatofautisha watu wenye mafanikio makubwa. Yaani kujihamasisha, self motivation, ndio katika moja ya sifa ambazo zinawatofautisha viongozi wenye mafanikio na viongozi wasiofanikiwa, watu wenye mafanikio na watu wasiokuwa na mafanikio. Mtu mwenye mafanikio anajituma, anajiwekea malengo, anajitathmini. Malengo ya mwaka huu, miezi tayari mitatu ishapita hapa, kota ishapita, miezi mitatu ishapita katika mwaka huu. Katika malengo uliokuwa nayo umeyafikia mangapi? Mangapi hujayafikia? Kwa nini hujayafikia? Okay. Lakini tuna watu ambao hata hayo malengo hawana. Mtu hana malengo kabisa. Umeona? Sasa hiyo sio leadership. Hiyo wewe kama huwezi kujiongoza mwenyewe hata kwa kujiwekea target, kujiwekea malengo juu yako wewe mwenyewe, mambo yako binafsi, utaweza vipi kuwaongoza watu? Utaweza kuyaendea malengo ya kijamii? Inaleta maswali mengi. Tutakuja kuona hapo mbele tutakapohitimisha. Kuna msemo maarufu tutakuja kusema ambao unatumika katika kufanya utafakari zaidi juu ya swala hili la kujiongoza.
La nne, jambo muhimu katika vipengele vya self leadership na la mwisho ni kujisimamia, self management, kupanga matumizi ya muda wako, kupanga vipaumbele vyako, okay? Na kuchukua hatua na kujiwajibisha kwa matokeo, okay? Kukubali kwamba you are responsible for the results na sio tu kulaumu wengine, okay? Sio tu kuwa ni mtu mwenye kulaumu na kulaumu watu, kulaumu mazingira. Matokeo yatakavyokuja, okay? Take ownership, be fully responsible. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Success, bonge la kitabu, kitabu kikubwa fulani kinaitwa Success, ambayo mwandishi anazungumzia katika principle ya kwanza kabisa katika kitabu hicho yani principle ya kwanza ya mtu kufanikiwa ni ku take full responsibility, kwamba ni jukumu lake kufanikiwa. Umeelewa eh? Yani ni jukumu lako kufanikiwa, si jukumu la mtu mwingine. Umeona, hao wengine wanaweza wakaja kukusaidia, wengine wanaweza wasije, lakini you are fully responsible juu ya lile ambalo unataka kulifikia. Okay? Kwa hivyo lazima ujisimamie, uweke vipaumbele vyako, upange muda wako, okay? Na ujiwajibishe, okay? Uwajibike juu ya malengo hayo ambayo umejiwekea, badala ya kutafuta visingizio na lawama kwa watu wengine. Kwa nini self leadership ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu inakuwezesha kuwa na nidhamu binafsi, kufanya maamuzi sahihi. Ukiweza kujiongoza mwenyewe, maanake utatengeneza nidhamu. Utakuwa ni mtu unachunga muda, mtu una vipaumbele, unajua kipi kinakupotezea muda, kipi kina tija. Okay? Utaweza kuwa na vipaumbele, okay, katika matumizi ya wakati wako, matumizi ya rasilimali zako na kadhalika. Kwa hivyo utakuwa unaweza kufanya maamuzi sahihi linapokuja jambo. Umeona, tena tukaangalia mpira hali ya kuwa wewe una malengo ya muda huo kusoma 90 minutes za kuangalia mpira ni very big time katika kujielimisha au kusoma kitabu au kusikiliza mafunzo kama haya, okay, kwa njia ya mtandao, uweze kujua jambo au uweze kuhamasika kufanya jambo au uweze kujenga tabia fulani. Kwa hivyo ni muhimu kujiongoza, ambao vile vile inakufanya uweze kufikia malengo yako bila kusukumwa. Watu wengi hushindwa katika mambo yao, si kwa kukosa uwezo, bali kwa kukosa uwezo wa kujiongoza wao wenyewe. Yani kuna mtu hawezi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Okay. Si kwamba hawezi, bali tu ni kwamba amekosa hamasa, hawezi kujihamasisha kuamka mapema katika kuliendea jambo analolitamani. Umeona, na jambo hilo liko katika uwezo wake. Yaani ukimuona huyu mtu kwa umri wake, kwa ujuzi wake, kwa elimu yake, okay, anaweza huyu kulifanya jambo fulani, lakini halifanyi au hafiki hapo. Umeona, ni kwa sababu amekosa zile tabia, amekosa uwezo wa kujihamasisha mwenyewe bila kusukumwa katika kulifanya hilo jambo. Okay, ni mtu mpaka sukumwe. Sasa mtu mpaka usukumwe ndio uweze kufanya jambo. Maana ni kwamba wewe umekosa uwezo wa kujiongoza. Huwezi kujiongoza mwenyewe, ndio maana huyafikii hayo ambayo unayatamani kuyafikia. Si kwamba issue ya ability, okay? Bali ni kukosa uwezo wa kujiongoza, uwezo wa uongozi juu ya kuiongoza nafsi yako. Kwa hivyo kwa kumalizia level hii, huwezi kuwa kiongozi mzuri wa watu kama huwezi kujiongoza mwenyewe, na leadership starts from within. Okay? Uongozi unaanza na wewe. Okay? Uanze kujiongoza wewe kwa kuyatazama hizi vipengele hivi tulivyovieleza, vipengele muhimu sana. Anza kujitazama nini unachotaka familia yako, kwa jamii yako,
Okay, weka vipaumbele vyako. Okay, panga muda wako. Jidhibiti maeneo yale ambayo unayaona, yale ambayo tumeyataja. Weka udhibiti mzuri katika hisia zako, katika tabia zako. Jihamasishe. Okay, hata kama watu hawaoni juhudi yako, usikate tamaa. Hamasika, jihamasishe kuyaendea ambayo ni mambo mazuri, mambo ambayo yatakuboresha maisha yako. Okay, na jisimamie vizuri kabisa katika maisha yako. Kwa hiyo ni level ya kwanza, ndugu washiriki, ambayo tutasimamia hapo. Na wiki ijayo inshallah taala tutakuja kuendelea katika level ya pili ambayo ni team leadership, na uongozi wa timu, uongozi wa timu. Nitasimama hapa, kama kuna swali tutatoa fursa ya mtu kuweza kuuliza, kama mtu anataka kuchangia. Na tunamkaribisha pia, tuko hapa sote kujifunza kwa pamoja. Na mimi naongoza tu mafunzo haya, lakini natambua kwamba nyote mko na uwezo na nafahamu mambo mbalimbali ambayo yanaweza kuwa na manufaa makubwa katika mafunzo yetu haya. Kwa hivyo sasa nitoe tu dakika mbili, kama kuna mtu ana swali anaweza kuuliza moja kwa moja, unaweza kutuandikia kwenye chat. Kama unataka kwenye chat swali au mchango wako, nami nitasoma, na wote tutakuwa tumeweza kunufaika na hicho utakachokuwa umekituandikia au umekisema. Ndugu zangu, hii ni fursa yenu sasa, fursa yenu sasa kuweza kuchangia, lakini pia tukimaliza mafunzo haya unaweza kuendelea kutoa mchango wako kwa njia ya group letu, ukaweza kufikisha kile ambacho ona ima kwa njia ya swali au kwa njia ya mchango katika mada zetu hizi. Karibuni sana. Dakika moja imeshapita, imebaki na dakika moja kwa ajili ya kusikia michango yenu. Katika chati tuna mchango mmoja katika washiriki, anasema yake kubwa ni uchamungu. Uchamungu kwa kiongozi, vyote vitakuwa vyepesi kuingiza katika matendo. Asante kwa mchango wako. Mwingine mchango unaweza kutuandikia. Okay, ndugu zangu, muda umetutupa mkono. Kwa hivyo sina budi kuishia hapa, lakini nasisitiza sana hii level ya kwanza ya kujiongoza mwenyewe. Ni kitu muhimu sana ndugu zangu, kitu muhimu sana. Tujitathmini sisi wenyewe, tunajiongoza ipasavyo au ni wafuasi tu wa mkumbo au wafuata mkumbo. Okay. Wewe una malengo, wewe una vipaumbele. Okay. Wewe unadhibiti hisia zako. Okay. Na kadhalika katika yale ambayo tumezungumza katika nukta hii ya self leadership. Ni muhimu sana. Ndio maana Mtume swalla tuambia kullukum rai, kila mmoja ni mchunga. Sasa hata yule ambaye atasema mimi sina wa kuchunga, unayo wa kujichunga, ni nafsi yako. Na ndio maana Mtume swalla akatuambia kullukum rai, kila mmoja wenu ni mchunga, wa kullukum mas'ulatun an ra'iyatihi, na kila mmoja ataulizwa juu ya kile alichopewa akichunge. Kwa hivyo hata kama ni wewe tu peke yako unajiona wewe ni mtoto ndani ya familia, una mtoto, una nani, wewe unatakiwa uichunge nafsi yako, uiongoze nafsi yako. Kwa hivyo
Kila mmoja ni kiongozi. Okay? Katika muktadha huo kwamba wewe unaiongoza nafsi yako. Sasa kuiongoza nafsi yako ni wewe kuisimamia nafsi yako katika kujiwekea malengo yako mwenyewe kwa mujibu wa fikra yako na vipawa vyako. Usipojiongoza wewe mwenyewe, utaongozwa na wengine. Usipojiwekea malengo yako, utafanya kazi ya kushughulikia malengo ya wengine. Umeona sasa, na hiyo ndio hatari iliyopo. Kama wewe mwenyewe hujitambui, una malengo, itakuwa shughuli yako wewe ni kuwasaidia wengine katika malengo yao. Umeona, na hilo sio jambo baya, isipokuwa tu wakati mwingine hao utakaokuwa unawasaidia kwenye malengo yao itakuwa ni malengo yenye kuharibu kuliko kujenga. Hiyo ni mbaya zaidi. Kuwa ni mtu ambaye una malengo yako na unashirikiana na wengine ambao mnafanana katika malengo haya. Okay, mimi nina lengo hili na mwenzangu ana lengo hili, wote tunafanana katika malengo yetu, katika dhamira zetu. Shirikianeni. Sasa hapo ndio kunakuja team, muweze kufanya makubwa zaidi au kuhamasisha, muweze kuhamasishana na kuweza kupata motivation kutoka kwa kila mmoja wenu kuweza kusonga mbele. Lakini kama kwa kweli unaishi huna malengo, upo tu, kwa kweli hapo hiyo ni changamoto kubwa sana, na kwa bahati mbaya ni changamoto ambayo baadhi yetu tunayo. Okay, mtu anaamka asubuhi, anakwenda kazini, anarudi, lakini hana malengo binafsi. Na malengo unatakiwa uwe nayo katika upande wako wa kiimani. Wewe ni kiumbe mwenye parts, una nafsi, una kiwiliwili. Okay, na una jamii. Sasa una malengo juu ya spiritual enlightenment, kuinurisha nafsi yako. Okay, unatakiwa uwe na malengo ya kuimarisha kiwiliwili chako, afya yako. Uwe na malengo ya kuimarisha bongo lako. Unatakiwa uwe na malengo ya kuimarisha jamii yako. Kwa hivyo kuna mambo mengi kwa kweli ya kufanya mtu. Cha ajabu ni kumwona mtu hana malengo katika maisha yake. Ni katika ajabu kubwa sana ambazo unaweza ukaziona kwa mtu. Japokuwa kwa upande wa pili unaweza kusema kila mtu anayo malengo, japokuwa tu wengine hawajui malengo yao ni yepi. Yani hawezi kukueleza mtu aka express, lakini ukimtazama anayo malengo na wakati mwingine malengo hayo yanaweza kuwa sio mazuri, ni malengo yenye kudumaza. Yani unaweza kukuta mtu ambaye hajiendelezi, hana malengo ya kujiendeleza, kujifunza kitu. Maanake huyu amekubali lengo lake ni kulaza lile bongo lake, lisijifunze kitu. Maana hakuna room ya vacuum kwamba utakaa mahala pawe wazi tu hivi hivi. Siku zote kuna kitu kitajaa. Usipojaza wewe cha maana, ujue kitakuja kukaa kisichokuwa na maana. Umefahamu? Kwa hivyo ukiwa huwezi kuupanga wakati wako kuyafanya mambo ya maana, ujue wakati huo utakwenda katika mambo yasiyokuwa maana. Umeona? Yani hakuna room for vacuum, kwamba mahala patakuwa wazi tu hivi 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 tu. Umeona? Ima upange au utapangwa. Okay? Ima ujiongoze au uje utaongozwa. Fahamu, na pengine unaweza ukajikuta unaongozwa katika mahala usikokuridhia. Umeona? Sasa usije ukafika huko. Kuwa ni mtu ambaye unaweza kujitambua, ukajidhibiti, ukajihamasisha na ukajisimamia. Hii ndio level ya kwanza kabisa katika level 6 za uongozi. Tunaishia hapa. Niwashukuru nyote na niwatakie nyote siku njema. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma assalam.